Tumesikia wengi wakizungumza maneno hapa ya kumuenzi baba yetu Mzee Mtei. Sifa moja ya Mzee Mtei ambaye mimi ninamfahamu vizuri na nimefanya naye kazi kwa karibu sana, ni mtu mkweli, asiyeyumba katika misimamo yake, lakini anayetekeleza ahadi zake. Na kuhitaji Mheshimiwa Waziri Mkuu, utambue wewe na viongozi wenzako wa serikali kwamba taifa letu bado lina maumivu makubwa sana. Na nitakuwa mnafiki au Mswahili nisipolisema hili. Maendeleo ambayo umetueleza kwamba serikali itasimamia ni jambo jema, tunashukuru. Lakini hakuna jambo la maana na la muhimu kuliko uhuru wa watu katika nchi yao. Hawa viongozi wangu wa chama chetu wana maumivu. Magerezani wamejaa viongozi ambao wanastahili kuungana na Watanzania wenzao kuyaona matunda ya nchi yao. Njia bora kuliko zote za kuleta maendeleo katika nchi yetu, rejesheni kwanza uhuru wa watu, furaha ya watu, haki za watu, na muukiri ukweli pale ambako serikali imekosea. Isione aibu kusema tulikosea hapa, turekebishe. Nina hakika hata viongozi wa chama changu watakuwa tayari kuwasikiliza ili tuitafute kesho iliyo bora katika nchi yetu. Tunataka taifa hili liwe na furaha, na viongozi wa Chadema, viongozi wa vyama vingine vya siasa, sisi ni viongozi wastaafu, tulianza chama hiki na Mzee Mtei. Hii misingi tumeijenga kwa gharama kubwa na maumivu makubwa, na chama hiki kinaitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tukitambua kwamba pale pawapo na demokrasia ya kweli, maendeleo ni inevitable, yatapatikana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maadamu wewe umesema ndio wewe ambaye umejikabidhiwa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba taifa linatengemaa, kasimameni na hili. Hiki chama ni chama kikuu, kina mamilioni ya wanachama. Tengenezeni utaratibu wa makusudi wa kuyarekebisha, na ninyi viongozi wa vyama vingine vyote vya upinzani, tafuteni namna ya kufanya kazi pamoja, ili katika utaratibu huo wa kuliunganisha taifa hili lisiendelee kwenda kuwa na vipande vya vyama vya siasa. Tunataka taifa moja lenye misingi ya maendeleo, lenye upendo, lenye utengamano, ili hata wale ambao watakuwa katika uongozi katika maeneo mbalimbali wafanye kazi yao kwa furaha na kwa amani. Mimi nina imani kukutanishwa leo mbele ya msiba na jeneza la mzee wetu Edwin Mtei ni mpango wa Mungu. Na haya maneno tunayasema, msitoke serikali mkafikiri Chadema ni wakorofi. Chadema sio wakorofi. Chadema wameonewa, na wanapoonewa ni lazima wasimame, kwa sababu ndio tulichowafundisha katika chama hiki. Nimesema niyazungumze hayo. Mimi tangu nimestaafu sijasema mambo ya siasa. Au uongo jamani? Na leo nina mwaka mmoja na siku moja tangu nimestaafu rasmi siasa na kurudi kwenye biashara. Na wengi walihoji Mbowe amesimama upande gani? Mbowe kaenda chama. Issue hapa sio vyama vya siasa. Issue ni nchi yetu. Hawa viongozi sio wakorofi, ila wanalazimishwa kuwa wakorofi. Waziri Mkuu, tafadhali upeleke salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais, na Watanzania wanatusikiliza.
Mimi na hakika Chadema watakapokuwa wamejiridhisha kwamba kuna nia ya kweli upande wa pili, hawa watu wanataka tuijenge nchi. Kelele zote hizi sio kwa sababu ya ubinafsi wa madaraka. Kelele zote hizi ni kwa sababu wanataka tuijenge nchi pamoja, nchi ambayo inatambua makundi yote na kuyapa makundi yote nafasi kama ambavyo inastahili kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Ndugu zangu, namalizia kwa kusema wanachadema, viongozi niwaite wadogo zangu wengi nchi nzima, tuitafute suluhu katika matatizo ya nchi yetu. Lakini hiyo nia njema ambayo mimi naomba niwaombe viongozi wa Chadema waisimamie, itakuwa kweli tu pale ambapo upande wa serikali mtaonyesha dhamira ya kweli. Turejeshe taifa letu kwenye mistari na reli ambako lilishafika, tukajenga nchi ya vyama vingi, bunge la vyama vingi, na nimekuwa kiongozi wa upinzani bungeni kwa miaka 10. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru umekuja, na ninawashukuru wana Chadema wote mliofika na viongozi wengine wote katika kumwenzi Mzee Mtei. Ebu process safari ya kutafuta tiba ya taifa ikaanze na ikafanyike. Hawa Chadema wakafanye kazi zao kama ambavyo katiba inawaruhusu. Wale ambao wanastahili haki zao wakapewa haki zao kama ambazo inastahili. Walioko magerezani kwa kesi za kubumabuma basi vile vile wakaachiwe. Hayo mkiyafanya na hakika taifa hili litaanza process ya healing. Ndugu waombolezaji, mnisamehe sana, sikutumwa na mtu yote niazungumze, nilitumwa nitoe shukrani za familia. Lakini kama mwenyekiti mstaafu nikaona nisipokuwa mkweli na ukweli ukaniweka huru, nitakuwa Mswahili. Na sisi jenerali ameshaniambia, alishatuambia tusiwe Waswahili kwa sababu Mzee Mtei alikuwa hataki watu wa nini? Watu wa Swahili. Kwa hiyo waombolezaji wenzangu, tunapokwenda katika hatua ya mwisho ya kumlaza baba yetu, naomba mambo ya hotuba yamekwisha, turudi tena kwenye ibada kwa pamoja wote, kwa utaratibu nitakaouelezea, tukamlaze baba yetu salama. Mambo ya hotuba, mambo ya vijembe, mambo ya Kiswahili yamekuwa yameishia hapo. Sasa tunarudi kwenda kumlaza baba yetu kwenye nyumba yake ya milele. Tunaomba sasa uchaji urejee miongoni mwetu na mshikamano urejee miongoni mwetu.